Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi Malekesa, nashukuru Mungu kwa kupata kibali hichi cha kuweza kuzungumza na wewe mtumishi wa Mungu. Na mshukuru Mungu kwa sababu utakwenda kutazama video mpaka mwisho, na natumai kwamba Mungu atazungumza na wewe kupitia video hii. Kwa siku ya leo tuna ujumbe ambao unasema kwamba jinsi ya kupata amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku ya leo tuna somo hilo ambalo linasema ya kwamba jinsi ya kupata amani. Ya kwanza au kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kukifahamu, kwanza inatakiwa tuelewe neno amani kitu gani. Amani ni hali ya utulivu na kutokuwa na vurugu au hofu kimwili, kiakili au kiroho. Hiyo hapo ni ainisho amani. 1. Kutokuwepo kwa vita au migogoro. 2. Utulivu wa moyo na akili bila wasiwasi, hofu au mashaka. 3. Amani ya kiroho, kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Nani mfalme wa amani? Tunatakiwa tuweze kumjua mfalme wa amani ili kwamba tuweze kumfuata. Tukimfuata tutakwenda kupata amani. Hebu tuangalie kitabu chetu cha Isaya 9:6. La Mungu linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hiyo tunakuja kuona mfalme wa amani ni Yesu Kristo, ndiye atakayesababisha sisi tuweze kuwa na amani. Kwa hiyo hatuwezi tukawa na amani tofauti na kumfuata Yesu Kristo ili kwamba tupate amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakuja kuona amani yetu sisi kama watakatifu tunaipata kwa Yesu. Kwa hiyo tukihitaji kupata amani ambayo ni amani thabiti, ambayo inaonekana vizuri, ambayo iko wazi, amani ambayo iko wazi, tuweze kumfuata Yesu Kristo ili kwamba tuweze kupata amani ambayo iko wazi sana. Kwa hiyo tunakuja kuona amani ambayo tunaipata kutoka kwa mfalme wa amani ambaye ni Yesu Kristo, aliyekuja kutukomboa sisi watakatifu. Ndio tunakuja sasa kuangalia pointi yetu ambayo inafuata, ambayo inasema hivi, napataje amani? Ni swali, napataje amani? Kwa ufuata kwa makini mtu wa Mungu uweze kuelewa njia ambayo itasababisha uweze kupata amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia pointi yetu ya kwanza ambayo inasema mjue sana muumba wako. Ili kwamba upate amani inatakiwa uweze kumjua sana muumba wako. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunakuja kuona ili kwamba amani yetu iweze kupatikana na tuwe na amani moyoni mwetu kila itwapo leo, inatulazimu tuweze kumjua sana muumba wetu. Kwa tunaangalia kitabu cha Ayubu 22:21. La Mungu linasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa tunakuja kuona ili kwamba tuweze kuwa na amani, yatupasa sisi kama watakatifu tumjue sana Mungu ili tuwe na amani. Hilo ni jambo la kwanza ambalo litakalosababisha sisi tuwe na amani, kumjua Mungu. Alafu jambo la pili tutakuja kuona ndivyo mema yatakavyotujia. Kwa hiyo hatuwezi tukapata mema bila kumjua kwanza Mungu. Kwa hiyo ili kwamba tupate amani na kupata mema, yatubidi tuweze kumjua sana Mungu ili kwamba tupate amani na mema yatujilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunakuja kuona pointi yetu ya pili, nasema kwamba dumu sana katika kusali. Usiweze kufikiri mambo mengine hapa. Ili kwamba uwe na amani, dumu sana katika kusali. Tunaangalia kitabu cha Wafilipi 4:6-7. Na Mungu anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu. 7. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunakuja kuona amani ambayo inapita fahamu ya akili zote. Kwa tunaangalia jambo letu la tatu ambalo linasema kwamba mtake sana Roho Mtakatifu ili kwamba uwe na amani. Ili kwamba uwe na amani ndani ya maisha yako, mtake sana Roho Mtakatifu na atakuwa pamoja na wewe. Tunaangalia kitabu cha Warumi 8:6. Neno la Mungu linasema, Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema hivi, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa hiyo tunataka Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Kwa sababu gani? Nia yake yeye si mauti, bali nia yake ni uzima wa milele, na uzima huo utasababisha tuweze kupata amani kupitia kwa nia ya Roho Mtakatifu ambao atakuwa ndani yetu. Kwa hiyo tunahitajika tuweze kumtaka sana Roho Mtakatifu aweze kuwa ndani yetu ili kwamba tuwe na amani, kwa sababu nia ya Roho Mtakatifu ni uzima na amani, lakini nia ya mwili ni mauti.
Asante sana mtu wa Mungu, nashukuru Mungu kwa sababu amezungumza na wewe kwa siku ya leo. Kama hujafanya hatua kusubscribe, jaribu kusubscribe, like na comment. Utakutana tena kwa video ifuatayo, na Mungu aweze kuwa pamoja sana nawe. Na kama kuna swali, dondosha kwenye comment. Nafikiri Mungu atazungumza na wewe kupitia somo hili, na ataendelea kuzungumza na wewe kila sana dakika kupitia somo hili ambalo ameleta kwako. Na Mungu aweze kubariki, endelea kubaki na Yesu. Amen.